Wakati wananchi Yanga wakitarajiwa kuteremka dimbani ugenini kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ya ligi kuu Tanzania bara, Yanga wakicheza mechi yao ya 16, Mtibwa wakicheza mechi ya 17, basi miongoni mwa nyota wanaotarajiwa kuwapo kikosini na kuonyesha kiwango bora ili kuendelea kuibeba Yanga ni pamoja na golikipa Djigui Diarra. Ndio, yeye mpaka sasa amekuwa miongoni mwa wale wanaonyesha kiwango bora sana katika ligi kuu Tanzania bara, akiwa ndiye kinara wa clean sheets, yani kutoruhusu mpira kuingia wavuni wakati yeye akiwa uwanjani. Mpaka sasa Yanga wanaongoza ligi wakiwa na pointi 37, mabao wamefunga 31, wameruhusu mabao mawili tu, huku Mtibwa Sugar wanakwenda katika mechi hii wakiwa na pointi 21 baada ya michezo 16, kwenye mabao wao wakiwa wamefunga mabao 13, wameruhusu mabao 17. Washambuliaji wao akina Kasim Mayele, akina Magata watapaswa kuwa na ubora wa hali ya juu wakati wanakwenda kuishambulia Yanga ili walau kuweza kupata bao endapo golini atadaka Djigui Diarra. Ni kwa sababu gani? Djigui Diarra kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara, wakati klabu yake ya Yanga ikiwa imecheza mechi 15, ameonyesha kiwango cha juu katika mechi ambazo yeye akiwa uwanjani. Inakumbukwa katika mechi ya mwisho ya Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi ya 15 walicheza dhidi ya TRA United kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Ni katika mechi ambayo iliisha kwa suluhu. TRA hawakufungana na Yanga, lakini katika mechi ambayo Yanga wakuwa vizuri katika kushambulia, kwa sababu mechi nzima hawakupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Wenyeji TRA United walipiga mashuti mawili yaliyolenga shabaha. Hayo mawili yote hayakupata nafasi ya kuingia wavuni kwa sababu Djigui Diarra alikuwa kikwazo kwao. Katika tukio mojawapo kati ya mashuti haya mawili ni kuelekea mwishoni mwa mchezo, dakika 90 plus, wakati mchezaji wa TRA United mtokea bench, hapa nazungumzia Kasim Mugoya, alikuwa anamkabili Djigui Diarra, yeye na Djigui Diarra, lakini Djigui Diarra akajua jinsi ya kusimama, akajua jinsi ya kumzidi maarifa, akacheza shuti ambalo bila shaka kulikuwa na nasibu kubwa ya Mugoya kuweka wavuni na hivyo kuipa ushindi timu yake, kwa sababu baada ya tukio hilo pengine ingesubiri sekunde chache tu kisha mechi kumalizwa, kwa sababu ilikuwa ni kuelekea mwishoni kabisa mwa mchezo. Djigui Diarra akawa ameinusuru Yanga kupoteza pointi 3 katika mechi ambayo wao hawakuwa vizuri katika eneo la kushambulia, kwa sababu walipiga mashuti 7 kwenye mechi hiyo dhidi ya TRA United. Wenyeji TRA United walipiga mashuti 5, mawili yamelenga shabaha. Yanga walipiga mashuti 7, hakuna lolote lilolenga shabaha, na hivyo Djigui Diarra akawa miongoni mwa wale waliowezesha Yanga kupata pointi 3 muhimu katika mechi hii dhidi ya TRA United. Lakini ni Djigui Diarra anakumbuka vile vile katika mechi dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wateneza wa jadi, iliisha kwa suluhu. Ni mechi ambayo Djigui Diarra alicheza mikwaju hatari kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, 3 iliyolenga shabaha, hakuna hata mmoja uliokwenda wavuni katika mechi ambayo yeye alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Lakini inakumbukwa tena katika mechi dhidi ya Mbeya City kule jijini Mbeya kwenye uwanja wa Sokoine, Mbeya City walikuwa na uwezekano mkubwa wa kupata bao kuelekea mwishoni mwa mchezo. Ni mechi iliyoisha kwa suluhu bila, lakini Yanga katika dakika 90 plus, dakika za nyongeza, Vitalis Mayanga alikuwa na fursa nzuri ya kuweza kuipatia ushindi Mbeya City kwa kuweka mpira wavuni, lakini akiwa amebaki na Djigui Diarra, akiwa ameukontrol mpira vizuri, kwa mastaajabu ya wengi, Djigui Diarra akaudokoa mpira ambao Mayanga alikuwa anaupiga ili uende wavuni. Akajikuta Mayanga anapiga hewa, akajikuta Djigui Diarra akifanya hiyo save ya ajabu kuinusuru Yanga kupoteza mchezo. Matokeo yake mechi iliisha bila. Ni miongoni mwa ishara tu za namna ambavyo Djigui Diarra msimu amekuwa katika kiwango bora. Sasa Yanga mpaka sasa miongoni mwa mambo wanaojivunia wakati wakiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, sio tu mabao ambayo wameyafunga mengi 31 na kuwa ndio timu yenye mabao mengi zaidi, lakini idadi hii ya mabao mawili ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi kuliko timu zote mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu baada ya wao walioruhusu mabao mawili, wanaofuatia kuruhusu mabao machache ni Azam ambao wameruhusu mabao 4. Yanga kwa wastani, maana yake kwa kucheza mechi 15 halafu wameruhusu magoli mawili, maana yake hapa tunazungumzia dakika 1350 zitokanazo na mechi 15 kuruhusu mabao mawili, manake Yanga kwa wastani wanaruhusu bao kila baada ya dakika 675. Yani
wameongeza ubora wao wa ulinzi, kwa sababu msimu uliopita walitoa ubingwa wakiwa mechi 30 wameruhusu mabao 10, kwa maana kwamba mechi 30 dakika 90 mara 30 dakika 2700 kuruhusu mabao 10. Kwa wastani Yanga walikuwa na ruhusu bao kila baada ya dakika 270, wakawa ndio timu yenye ukuta imara zaidi wakati kitoa ubingwa msimu uliopita, ikimaliza na mabao 83, imeruhusu mabao 10, ikimaliza na pointi 82. Lakini sasa imeongeza ubora huo katika mechi hizi 15 za mwezi wa msimu, kutoka kuruhusu bao kila baada ya dakika 270, hivi sasa inaruhusu bao kila baada ya dakika 675 kwa wastani, kwa sababu ya kuruhusu mabao mawili kwenye mechi 15 kwenye dakika 1350. Wanaochangia ubora huo ni pamoja na Djigui Diarra, kwa sababu kuruhusu huku mabao mawili baada ya mechi 15 ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara. Kuanzia 2010 2011 hakuna timu ambayo mechi 15 za mwanzo wa msimu iliruhusu mabao pungufu ya matatu. Kwa hiyo Yanga hii ni rekodi ambayo wanaiweka. Wanaowezesha yote hayo ni pamoja na safu yake ya ulinzi ya kina Bakari Nondo Mwamnyeto, kina Ibra Baka, Dickson Job ambaye hivi sasa ni majeruhi, lakini kina Mohamed Hussein Shabalala, Shadrack Sakaboka, Kibwana Shomari, Kwasi Atula yao, Frank Asink, na viungo wao wa ukabaji kina Duke Abuya, akina Mudathia ya Bas na wengine wote kwa ujumla, wakati Yanga inapozuia kama timu wakiungana, wachezaji wa eneo la kiulinzi na viungo wao na wote kwa pamoja. Lakini Djigui Diarra akiwa langoni amekuwa kwenye kiwango bora sana. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara makipa wanaongoza kuwa na clean sheets nyingi, yani kucheza mechi bila kuruhusu bao kutinga wavuni kwao. Djigui Diarra ndiye namba 1 katika orodha hii ambayo inaonyeshwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara mpaka kufikia sasa, kwa sababu Djigui Diarra ndio anashika nafasi ya kwanza kwa clean sheets akiwa ana clean sheets 9. Yeye ndo namba 1. Namba 2 ni Eric Johora wa Shujaa ambaye mpaka sasa ana clean sheets 6. Wanaoshika nafasi ya 3 wako kadhaa, takriban 5. Baadhi yao ni pamoja na Aishi Manula ambaye ana clean sheets 5, lakini yupo Zuberi Foba. Aishi Manula na Zuberi Foba wote ni wa Azam, wana clean sheets 5. Lakini yupo Ali Salim Katoro ana clean sheet 5, huyu ni wa Dodoma Jiji. Ujumla yeye ndiye kinara kwa kuwa na clean sheets nyingi ambazo ni clean sheet 9. Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Je, swali, washambuliaji wa Mtibwa Sugar akina Mayele, akina Magata wataweza kuharibu rekodi hii ya Diarra ya kila mara kupata clean sheets na kiasi cha kuwa na clean sheet 9 na kuwa kinara endapo kocha Pedro Gonçalves atampa nafasi ya kucheza? Hilo ni swala la kusubiri, maana Djigui Diarra mbali na uwezo wake mkubwa kuruhusu mipira kutinga wavuni, lakini anapokuwa kwenye kiwango chake bora anakuwa sehemu ya walinzi wa Yanga. Yanga katika mfumo wake wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara 1, au kuwa baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 3 washambuliaji 3, au wakati mwingine baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Katika hawa 4 Yanga huwa wana mislead, wanapotosha wapinzani pindi Djigui Diarra anapokuwa langoni, kwa sababu yeye huwa kama spare man, kama beki wa ziada, na hivyo kufanya Yanga kiuhalisia kwenye kucheza kuwa mpaka na mabeki 5, kwa sababu ya Djigui Diarra uwezo wake mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu. Anatoka katika eneo lake la golikipa, anaruhusiwa kudaka kwa mikono, na hivyo kwenda katika eneo ambalo anakuwa kama mchezaji wa ndani. Djigui Diarra hashindwi kutoka katika eneo lake kwenda kuklia mipira akiwa kama beki wakati mmoja wapo, lakini vile vile ni mzuri katika kuanzisha mashambulizi ya timu, kwa sababu amekuwa na footwork nzuri kucheza mpira kwa miguu katika kuanzisha na kutoa nafasi kwa walinzi wake kwenye build up kuweza kumpasia, akihusika katika kutengeneza pembe 3 nyingi za kuanzisha mashambulizi. Wakati mwingine anapiga mipira mirefu inayokwenda moja kwa moja kwa washambuliaji wao, akina Laurindo Depu, akina Prince Pumelo Dube, kwenda kwa kina Peudo Pacome Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Alan Okello na wengineo, akina Mudathia ya Bas, kuhakikisha Yanga wanarahisisha mwendo kutoka katika eneo lao kufika kwa wapinzani kwa kasi kwenda kutengeneza nafasi za kufunga. Swali, Djigui Diarra akipata nafasi ataendeleza ubora wake na kuibania Mtibwa ili mwisho wa siku Yanga wapate matokeo yanahitaji? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data.
Shukran jazilan, bye bye.